Kwani muone aje wekeze. Kwa hiyo unaweza kumwambia moja kwa moja. Na aje wekeze. Yaani Dewji na wote waingize timu zote 15. Watie pesa. Utaona kama utakuwa ni ligi aina gani? Kwa sababu kama huku GSM analalamikiwa, kuna baadhi ya vilabu vinakuwa kama wanatumika kufeva, na huku pia Mo naye atatumika huku kufeva vilabu, na Simba nayo inakuwa namna hiyo na Yanga hivyo. Akiitwa kijeketi kwenye hili swala la GSM msimu ujao kifanyike kitu gani? Ningeweza kuchukua nafasi hii kuweza kumuomba Galib Said Mohamed GSM. Amekuja wakati mzuri kuja kusaidia mpira. Kwa hiyo ningetekea nafasi kuweza kuomba kwamba ikiwezekana msimu ujao aongeze udhamini. Ziongezeke timu zingine tena 15 ili aweze kusaidia mpira wetu. Hiyo favor fulani. Willingness inaanzia kwenye wenye mpira. Willingness inaanzia kwa nini? Kwa mwenye mpira ambaye ni shirikisho pamoja na bodi ya ligi, ambao utataka sasa msimu ujao wabadilishe baadhi ya mambo. Wao ndio wanatakiwa wenyewe wasimame kidete. Kwa sababu wao ndio wenye kila kitu. Wao ndio wanatakiwa sasa Kulu njoo sisi tunahisi hapa kuna harufu hii. Wao ndio wenye mpira. Tunaona kuna kitu hiki kipo hapa. Kwa hiyo kwenye mpira TAKUKURU itabidi waambiwe ndio waingie. Lazima waambiwe. Sasa yeye anakujaje? Kera hicho. Lakini mazingira ambayo hayajawekwa katika usalama zaidi. Mimi naheshimu sana kitu ambacho kinaitwa mdhamini ambaye anaweka pesa lakini zikiwa kwenye utaratibu. Inawezekana kauli yako ya kwamba bodi ya ligi na TFF wameboronga, hata hili pia waliboronga. Waliboronga kwa sababu gani? Biashara na bidhaa nyingi. Tatizo ufanya biashara huu ambao GSM wanaufanya ndio ambacho watu kinawatatiza kidogo. Cha kwanza ni kwamba ukisikia hata kauli zake Yanga bingwa. Hujawahi kusikia akisema vilabu vingine kama Mashujaa bingwa. Lakini ndio kaenda kufanya biashara na Mashujaa. Ina maana nikuulize kitu kimoja. Watu wanapata mgagaziko kwenye swala hilo. Leo hii ligi toka imeanza, kuna siku mtu anazungumzia Azam au Singida bingwa. Timu ziko mbili tu. Ni Yanga na Simba. Sasa ndio maana watu wanajiona kama wanavutia upande wa Yanga sasa. Tatibu, kwani kuna kipindi ile Monazi ilikuwa ina timu ngapi? Monazi. Amkuwa kuonaga? Au mnasahau sasa? Hebu tukumbushe, labda alikuwa katika mazingira. Kuna kipindi Mo alidhamini zaidi timu moja, kama mtakuwa mnakumbuka. Nafikiri na Mungu aliingia, nafikiri kuna Costa timu nyingine sikumbuki. Kwa kipindi alipeleka udhamini. Kuna kipindi hawa watu wa mabetri hawa wa Tanga, wanaitwa nani hawa? Wana mabetri ya magari. Nao walidhamini timu, sio timu moja. Lakini hakuna ambaye alizungumza habari. Leo hii Azam anadhamini timu zote. Unafikiri Azam ana effect kweli ya kwenda kuzigia timu zingine kama ambavyo nasema kwa GSM kushawishi timu zingine? Kumbe hicho sio kushawishi. Hicho ni ukubwa wa Yanga. Leo hii akitokea yule hizi bebeti za Arabi, nafikiri Arabi betri za gari wale wakaamua wale, nafikiri ni watu wa Tanga wale wanaitwa nani, nadhani unikumbuke yule mmiliki wa ile hayo mabetri. Leo akaamua yule iko pale Coast, nadhani ni Coast, ndio wa muda mrefu sana, akaamua kuidhamini Mashujaa, akaamua kuuza JKT. Hakuna atakayeongea, zile timu hazina effect, hazina nguvu. Lakini kwa sababu Yanga ni timu kubwa, sawa, ndio inakuwa watu wanaanza kuzungumza hizo changamoto. Lakini pia unapotaka kuzungumzia kwamba GSM amechukua timu 6 timu 8 anadhamini na anaharibu mpira, basi tutegemea kuona sasa. Si unaelewa? Tunapozungumza kwamba mwalimu anampa mwanae mitihani, tutegemea kuona kwamba mitihani mingine yote ambayo anatoa walimu wengine mtu aweze kufeli. Alafu kija mtamba atunga baba yake ndio fanya nini? Afaulu. Hapo ndio justification. Kwa sababu mbona wewe mwanao kama ana akili, ukitunga wewe hesabu anafaulu, lakini akitunga Israeli mbona anafeli? Lakini leo tuangalie ligi imekwisha hapa, katika Yanga amezifunga timu zote 15. Zote kazifunga nje ndani. Lakini sio Azam na Tabora tu. Zote kazifunga. Timu 12 kazifunga nje ndani. Ukitoa Azam, Tabora na JKT. Sio hizi? Ndio ameshindwa kuzifunga nje ndani. Lakini wengine wote akafunga wapi? Pamoja na Simba ambaye ni giant. Sasa leo hii ukizungumzia udhamini wa GSM una athiri, ingekuwa hivi, katika timu zote 16 Yanga amezifunga nje ndani timu 8 tu za GSM ambazo anadhamini. Hapo unaweza kuwa una facts kwamba hizi kazifunga nje ndani, lakini wale wengine wote wamemfunga, wametoka sare. Kwa hiyo kumbe ni kwamba hata hao ambao GSM wadhamini bado wanafungwa. Sasa issue sio udhamini, issue ni class
ambayo mtu ameweka. Maana hivi vitu tukiendelea kuviangalia hivi, itafika siku mtu atakuwa na timu moja. Ataweka mpunga mkuu anasema huyu ana hela nyingi huyu. Ndio tutakoendelea. Ndio utaanza kusikika. Ni ujinga. Hawa wanapewa nyingi bwana. Si unaelewa? Kwa nafikiri ni mind ambayo tunataka tuikemee, kwa sababu tunataka hawa watu wafike. Zamani wewe utakuwa ni shahidi. Timu zilikuwa inaenda inazuiliwa kambini, hotelini. Hoje kwa mambo kama hayo. Timu haisafiri, tumeshuhudia. Kwa sababu wadhamini hawapo. Sehemu ana mtu, alifika sehemu sio Mwembe Yanga wamezuiliwa hotelini. Wanatangazwa kwa timu vitu vyake vimebakia hapa, wanadaiwa 800,000. Tumeyaona hayo. Leo wanakuja watu wanaweka pesa. Lakini Salamba kama umesikia ambacho nimekizungumza, nimesema kwamba kitu ambacho kimenikera hicho. Lakini mazingira ambayo hayajawekwa katika usalama zaidi. Mimi naheshimu sana kitu ambacho kinaitwa mdhamini ambaye anaweka pesa lakini zikiwa kwenye utaratibu. Inawezekana kauli yako ya kwamba bodi ya ligi na TFF wameboronga, hata hili pia waliboronga. Waliboronga kwa sababu gani? Kwenye utaratibu. Hata udhamini wa GSM waliweka kwa timu zote. Tunakumbuka? Baadaye wakaja waka withdraw. Hatukuambiwa ni kiasi gani ambacho kilikuwa kimewekwa na kile ambacho kilikuwa kimeulizwa. Walisema haitaki kuhojiwa. Hapana. Na mtu yote. Hizi ni mali, hizi ni fedha za umma. Unajua unashindwa kuelewa. Yaani hiyo ni taasisi ambayo ina interest na umma. Kwa hiyo ikiwa ina interest za umma, maana yake yote ukifanya lazima kiwe publicize kwa maslahi ya umma. Kuna shida gani leo tunaambiwa hata wameingia mkataba na shirikisho au na bodi ya ligi wa kuchukua haki ya matangazo? Wanasemaga unaona bilioni kadhaa. Juzi ameingia SADB, tumeambiwa. Kwa hiyo kama mikataba yote ni ya kimpira, lazima iwe open ili tuweze kupima na kuweza kwa counterbalance kinachoingia na tuone maendeleo. Ndio nikana naambia watu leo wakasema pengine tuupige mwingi. Kumbe kwa kilichofanyika ni robo ya kile ambacho kinaingia. Kwa hiyo watu unawanyima fursa watu ya kuweza kukompea. Tukijua ziliingia shilingi milioni 10. Alafu mkwenda kutulia baskeli 2. Lazima tuhoji. Lazima tuhoji. Zingine ziko wapi? Lakini bana tupata mdhamini wetu mmoja ametuna baskeli 2. Hatujui tutakushangilia. Maana tulikuwa tuna baskeli wala hapo mtusaidia kwa baskeli 2. Tunakushukuru sana ndugu yangu. Na mpaka tutakoma 3 tutakushangilia. Kwa sababu hatujui pengine labda tu ulikuwa mpewa 50 na wewe umeongezea la yako baskeli 150 umechukua. Kwa hiyo kujua kunafanya watu waweze kupima. Ndio nikasemaje, ama fanikio ambayo mnazungumzia kila siku Kalia kayapata, to what extent, with reference na kitu gani? Sawa, kwa sababu ya hoja za moja kwa moja hapa, vipi kuhusiana na TAKUKURU na nafasi gani kwenye swala la GSM? Manake kudhamini vilabu vingi, mimi najua anawezekana akawa na nia nzuri GSM kwenye kusaidia vilabu na kutangaza biashara zake, haitaki kuwa na mipaka. Ndio maana nasema inawezekana TFF wameshindwa kuwatengenezea mfumo mzuri. Unaonaje kwa mtazamo wako msimu ujao tuwaone TAKUKURU wanaingia moja kwa moja ili kuwepo na milio ipotee, ile milio ya watu siku na nini, unajua TAKUKURU wanafuatilia. Sasa TAKUKURU aingie kwenye nini? Kwenye kuangalia pesa zinavyokuwa zinafika kwenye wahusika, kwa maana ya mikataba ya na vilabu, mazungumzo yao, malengo yao na vitu kama hivi. Hiyo sio kazi ya TAKUKURU. Kwa nini TAKUKURU kazi yake nini? Sikuzuia na kupambana rushwa. Sasa kama kutoa pesa, sawa. Unajua kuna kutoa pesa na kuna kuisimamia pesa na kuna kutoa pesa isivyo halali. Sio, unaelewa? Nakuelewa. Yaani mimi nimechukua pesa, nimekuletea kwa utaratibu wa kawaida, tukasaini. Nyie badala ya kwenda kujenga barabara wenyewe kumkubana bana sisi cha msingi hapa, twende tukalewe. Sasa takuwa unajua kufanya nini? Swala la kupanga matokeo. Inawezekana ndani yake kuna mwingiliano wa simu. Hiyo sasa sio na matukio mengine ambayo yanataka favor fulani. Willingness inaanzia kwenye wenye mpira. Willingness inaanzia kwenye nini? Kwa mwenye mpira ambaye ni shirikisho pamoja na bodi ya ligi, ambao utataka sasa msimu ujao wabadilishe baadhi ya mambo. Wao ndio wanatakiwa wenyewe wasimame kidete, kwa sababu wao ndio wenye kila kitu. Wao ndio wanatakiwa sasa TAKUKURU njoo sisi tunahisi hapa kuna harufu hii. Wao ndio wenye mpira, tunaona kuna kitu hiki kipo hapa. Kwa hiyo kwenye mpira TAKUKURU itabidi waambiwe ndio waingie. Lazima waambiwe. Sasa yeye anakujaje? Lazima kuwe kuna concern. Yaani na uzuri nilikuwa naongea na kamishna mmoja wa huko, akaniambia kwamba kuna haki, hata wewe unaweza kutoka bwana. Bwana mimi nahisi kuna fax 1 2 3 4 5. Nahisi hapa kuna changamoto. Hebu ingieni. Kwamba wao wasikii milio huko kwamba watu hatukubaliana na hiki kitu, inaweza kuna mambo mengi ambayo kusikia milio. Hata kuna mlio ulikuwa unalia kwamba bodi ya ligi ilikuwa sahihi kualisha mechi. Haukuwa mlio ule. Basi ulikuwa ni mlio tu. Unaelewa? Kuna mlio tukaambiwa kwamba mechi ile finali haiwezi kuchezwa Zanzibar, ni Dar es Salaam, watu washapiga simu. Wewe kusikia? Hasa ukisema uanze kuona milio iko mingi na kupoteza. Sababu mtu anaweza kata usibe kaamka, akaongea la kwake. Okay, tukitaka kuhama hapo kwanza, nataka comment yako ya mwisho.
kwenye hili swala la GSM msimu ujao kifanyike kitu gani? Ningeweza kuchukua nafasi hii kuweza kumuomba Galib Said Mohamed GSM. Amekuja wakati mzuri kuja kusaidia mpira. Kwa hiyo ningetekea nafasi hii kuweza kuomba kwamba ikiwezekana msimu ujao aongeze udhamini. Ziongezeke timu zingine tena 15 ili aweze kusaidia mpira wetu. Maana najua Simba hawezi kukubali. Pengine wanaweza kawa anahitaji lakini ile haibu ya macho hawezi kukubali. Kwa hiyo timu 15 akae nazo aweze kuzisaidia. Amekuwa ana mchango mkubwa sana katika kusaidia mpira, sio kwenye timu tu. Mbona mzungumzii kwenye zina charity anatoa kila siku? Wote kila siku mnaona anatoa charity kwa sehemu mbalimbali, yatima, kwenye shule, madarasa. Amekuwa na mchango mkubwa sana na watu tunaona walemavu, wasioona na wengine amekuwa akiwasaidia. Kwa hiyo kila anachokipata anarudisha kwa jamii. Kwa hiyo ningemuomba kama badala tu ya kubagua timu sui 8 aongeze mpaka 15 ili tuone timu zikiwa zina mabasi mazuri, wakiwa na jezi nzuri, mishahara yao ikiboreka, wakiweza kusafiri ili tupate ushindani unaokuwa na tija. Kinyume na hapo tutakwenda kuona double standard. Kuna wengine wanakuwa na uwezo mkubwa, leo hii Yanga anawasumbua wenzao kwa sababu Yanga ana pesa. Kuna nisikia taarifa. Bado sijamaliza, mbona nikata? Yanga leo anasumbua kwa sababu anasajili vizuri. Ana kambi nzuri. Wanasafiri vizuri. Wanaishi vizuri. Kwa nini usipate matokeo? Anampata mchezaji anayemtaka. Leo nilisikia taarifa nao anataka kuingia naye avichukue vilabu. Vizuri achukue tu, yani sisi ndio tunaomba kama yeye anaweza, yani waweke kwa sababu kama bidhaa zao zingine ujue aziingiliani Ujue issue ni kwamba kuwa na udhamini unaofanana. Labda mimi ninauza chumvi, naona kuja na chumvi. Lakini wewe unauza chumvi. Sawa? Mimi natengeneza na lengeni mipira. Wapi na wapi? No difference, bishambi tofauti. Kwa nini muone aje wekeze? Kwa hiyo unaweza kumwambia moja kwa moja. Na aje wekeze. Yaani Deu jina wote waingize timu zote 15. Watie pesa. Utaona kama utakuwa ni ligi aina gani? Kwa sababu kama huku GSM analalamikiwa kuna baadhi ya vilabu vinakuwa kama wanatumika kufeva na huku pia Mo naye atatumika huku kufeva vilabu na Simba nayo inakuwa namna hiyo na Yanga hivyo. Akiitwa Kijeketile Ngwale tunamsoma. Alikuwa ni mtu mzuri wa kuweza kupabageti na ilisaidia kufanya watu wafikishe ujumbe. Nendeni ikipigwa sabani maji. Sawa? Kuna watu wao kazi yao ni kutaka nyeusi iendelee kuwa nyeupe. Na hao hawatakaa kombe duniani. Ndio hata leo hii kuna watu wengine hawaamini kama Mungu yupo. Bora kataa. Wengine wanaamini Mungu hayupo. Lakini kwambia umetokea wapi? Ana majibu. Kwa hiyo unapomua. Kwa hiyo binadamu hatuwezi kafika siku wote tukawa tuna common understand kwenye kila kitu. Kwa hiyo hautakaa ukosa ukosoaji. Na mwingine ni kama inzi, anafanya vitu vibovu. Yaani kama mtu anajisikia raha tu akaona leo ligi timu imekwama pale, hasafiri, Simba hawana ndege kusafiri, Yanga hawana ndege, they feel happy. Ndio maana hata kwenye timu kubwa hizi wakati mwingine paka imekaa kimya, wanaibuka wale watu kutaka nini? Migogoro. Kwa hiyo watu wapo. Hata tukisema tuweze kufuatilia hao, hatuwezi kufika. Hatuwezi kufika. Kwa hiyo cha msingi tuangalie mantiki ya kwamba mpira wetu unahitaji. Leo tuna CRDB, tuna NBC, tuna CRTD, tuna Azam na wengine wengi wamekuja. Waongezeke, jezi zichafuke. Ili wachezaji waone faida ya kucheza mpira. Lakini pia vijana washawishike kwenda kwenye football. Kwa sababu sio wote watakwenda Simba na Yanga na Azam na Singida. Lakini mtu hata akienda Dodoma Jiji, akienda Alliance, akienda Pamba, awe ana level ambayo anaweza kusustain maisha yake kupitia mpira. Na haiwezi kufanikiwa kama watu hawatakuja kuwekeza. Kwa hiyo cha msingi ni kuwekeza. Swala kupanga matokeo, leo Simba anafunga mara 5 mfululizo na yeye ananunuliwa. Bwana hapo ni utata, lakini tuame hapo mara baada ya kuzungumza kuhusiana hiyo, kinachonikera kitu kingine ambacho kinikera msimu uliopita Salamba ni kitu kimoja. Bila mashaka hata baadhi ya mashabiki walikuwa wamekereka. Mimi nawahakikisha pia mashabiki bila vitu ambavyo viliwakera. Kingine ambacho kinikera sana. Bila shaka mashabiki nao walikerwa na mchezo wa Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo ambao Singida wana quality ya wachezaji bora ambao kila mmoja tunamjua, hata kikosi cha kwanza tunakijua, lakini akikuwekwa kikosi cha kwanza maswali yalikuwa mengi na hakuna mtu aliyefurahia kile kitu. Kwa upande wako unaionaje hiyo kwenye msimu uliopita? Nani nikasemaje? Unatamani kitokee msimu mwingine? Mimi sikuona cha tofauti. Na sikuona ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mabadiliko ambayo alikuwa amefanya Singida yalianzia kwa mechi ya KMC. KMC au JKT? Sikumbuki. JKT au KMC? Alifanya mabadiliko. Akapata matokeo. Alichange sehemu kubwa kikosi, akapata matokeo. Hakuna ambaye alizungumza. Mabadiliko yale kwenye Yanga yakaja kupata nini? Kuja kuleta shida. Lakini pia katika mechi mbili, ile ya Simba
ya ligi na mechi ya Simba ya kombe la nusu finali haikuwa timu ile moja, alifanya mabadiliko, lakini nobody aliyezungumza. Mimi ninachokiamini ni kwamba timu inapokuwa imesajili wachezaji 35-30, maana yake wote wana sifa za kuweza kutumika. Kwa ni jukumu la benchi la ufundi na timu kuweza kuamua leo hii tunamtumia nani kwa approach gani ya mechi gani. Tulishuhudia mechi ya Simba na Azam ya kule Zanzibar, kocha cha Azam kilibadilishwa. Au ukuona? Wewe ukuona? Hivi Azam alibadilisha? Mechi ya kwanza Simba na Azam. Nusu kikosi. Mechi ya kwanza Simba na Azam. Fuatilia kikosi chake ambacho kilicheza. Fuatilia tu. Lakini manake ile first 11 ilikuwa wewe fuatilia, kama ilifanya kwa Singida. Nakupa homework. Huwezi kuwa blame kwa sababu wao ndo wanajua kuna kitu kinaitwa game plan. Game plan anayo mwalimu wa usihusika. Hata ikifika hatua tukae mpaka kuingia kwenye vikosi, unachokiona wewe sicho anachokiona mwalimu. Salamba wanasema hata wale wanaokata nyama buchani kuna kisu ambacho hakitumiki, huwa hakitumiki mpaka kinolewe. Nasemaje? Lakini unapokuja kukiacha kisu kinachotumika unatumia kisu kingine ambacho kina ubutu. Kwani juzi unataka nyama usikate. Juzi hujasikia Simba analalamika kwamba kwa nini anamuingiza Wesu? Hujasikia? Wesu. Hujasikia juzi ukilalamika mechi iliyopita Wesu alicheza. Hujasikia tukilalamika kabla mechi juzi baada ya dabi sio tukilalamika kwamba kwa nini anamtoa nani anamuingiza Wesu? Ukusikia? Lakini mchezaji mmoja tu unaona kama mlalamiki hapa. Kwa hiyo mashabiki siku zote lazima watafute excuse. Lazima watafute excuse. Hiyo ndio tabia ya mashabiki. Na ndio nikawaambia kwamba walikuwa wanasema kwamba Singida ni tawi la nani? La Yanga. Wewe unasemaje? Sawa? Wewe unasemaje? Kitakwimu mechi ya kwanza Singida kushinda nafikiri ya juzi. Ya FA. Ndio mechi ya kwanza anamfunga Simba. Ya juzi. Toka zote zinabadilika aje kumfunga Simba. Lakini Singida kasha kufunga Yanga, katoka sana Yanga. Sio unaelewa? Hata ukisema leo Singida unaizungumza sio Singida Black zote ziunganishe. Yaani unga kuanzia ya kwanza unajua wewe hiyo. Pale Liti asha kuagomea Simba pale. Sio kwa kufunga. Sale. Haja kumfunga Simba. Ndio. Hakuwahi. Lakini Yanga kasha kumfunga. Mechi ya kwanza anamfunga Simba ni hiyo ya juzi ya FA nusu finali. Ndio mechi ya kwanza anashinda. Lakini unaambiwa ni tawi la nini? Tawi la Yanga. Wewe unalionaje sio tawi ile? Mimi ninachoamini ni kwamba hakuna tawi la timu nyingine. Isipokuwa ni namna ya timu inavyoweza kujipanga na utashi wake wa kuweza kupata matokeo. Hiyo ndio kitu kikubwa. Sawa. Tumalizie manake kwa sababu ya muda tulimalizie moja, tunalingia tumalizia siku nyingine. Refa Smart alinikera sana mchezo wa Simba dhidi ya Namungo. Kwa upande wako unalionaje ile tukio? Ndugu yangu mimi nikwambia kitu kimoja tu. Au marefali wako usintajie. Na waheshimu, ni watu ambao wana familia, sasa sio kuwazungumzia haitapendeza. Lakini tu kama cha kusema kwamba kama inawezekana wakatafuta kazi nyingine za kufanya. Marefa wale yani wakatafuta kazi nyingi za kufanya. Kwa unaungana na mfumo ulioleta na bodi ya ligi kwamba waje marefa kutoka nje. Nikwambia kitu. Hizi timu ni zaidi ya imani kwa watu wengine. Unaona watu wanapoteza maisha, unaona watu wanalia. Sawa lia kama vichaa, wanapiga makelele chini, wanagalagala. Wakati mwingine hafanyi hivyo hata kwenye imani yake ya dini. Hafanyi hivyo. Au kwenye kabila lake, hafanyi hivyo. Au kwenye ndugu zake. Lakini when kama Simba na Yanga ni kitu tofauti. Sasa usitengeneze mazingira ambayo watu wakaanza kuwaza vitu vingine ambavyo sio sahihi. Wewe uliwaza nini kwenye ile tukio? Vipi? La Smart na Simba na Namungo. Yaani hizo penalty lakini pia kutoka kwa kadi nyekundu ambao baadaye kaja kufutwa. Nakwambiaje? Hao waamuzi anakuja kufanya anachokijua. Sio bahati mbaya. Anafanya kwa sababu ameamua kufanya. Sasa ni mchezo ambao ukisema kujua unamaanisha nini? Anachokijua unamaanisha nini? Si matokeo uwanjani tu pengine. Kuna makosa ya kibinadamu. Alafu mtu anaamua tu. Mimi naweza nikaje kukukanyaga wewe kwa bahati mbaya. Alafu kama kukukanyaga tu. Alafu nikwambia utafanya nini? Kwa hiyo kama ilikuwa kusudi. Makusudi tu ameamua tu. Kwamba utafanya nini? Yaani unafanya nini? Yaani utalifanya nini? Mimi ni hapa tayari nje kuna askari amekaa hapa amezunguka, lakini shirikisho lipo, bodi ligi ipo, watanilinda. Basi mimi naendelea na kweli mechi kisha, watu wanapoteza mchezo. Hakuna onyo, hakuna nini. Maisha yanaendelea. Kisha anafanya tena. Sasa nafikiri tusifike huko. Tukawaza kuharibu mpira wetu kwa mambo ambayo hayako sahihi. Kwa hiyo pema nafikiri waamuzi wa namna hiyo sio wenzetu hao. Sisi tunauzungumzia mpira, tunataka mpira uendelee. Wao wanajendao nyingine. Sasa huko sio sehemu. Pengine wapeleke mchezo mwingine sio kwenye football. Bwana Salamba anasema kwamba waamuzi ambao wanaboronga msimu ujao
wakatafute kazi nyingine. Kuna kuuza kuku, kuna kulima, kuna vitu vingi ambavyo zakavifanya. Lakini nikwambie kabisa kwamba nipo hapa Salamba TV, tuko napiga na story kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, hasa yale ambayo yametokea kwenye ligi msimu uliopita. Mimi naitwa Lungano Isaya. Asante sana. Niko kwenye ufalme wa Maokoto hapa Salamba TV. Kikubwa endelea kufuatilia Salamba TV, bila kusahau pia na Like TV, sio mbaya. Tuwe pamoja kila wakati. Ciao.